Sitoki hapa usiponibariki. Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Baba, naomba kuinuliwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, na kutukuza na kuinua mfalme, ni kwa ajili ya ibada ya jioni ya leo, asubuhi ya leo na mchana wa leo, nakabidhi kila mmoja mikononi mwako. Tunaposhiriki neno lako mtakatifu, naomba Bwana ukakubali kunena nasi katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, utawale na uonekane kwa ajili ya ibada hii. Jina lako libarikiwe zaidi, jina lako liinuliwe mfalme, kwa sababu wewe ni mwema, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana wa majeshi, hakuna Mungu aliye kama wewe. Ndiposa jioni ya leo, asubuhi ya leo na mchana wa leo, na kutukuza zaidi. Bwana, naomba nguvu zako, uwepo wako na roho wako akabata kutubariki na kutunenea katika ibada hii, katika jina la Yesu Kristo mfalme, uinuliwe na hata utukuzwe milele na milele. Jina lako lipewe sifa siku zote Bwana. Naomba walio Kenya na hata wote walio katika nje ya Kenya, Bwana, wote ni mikononi mwako. Utukuzwe na hata uhimidiwe. Katika jina la Yesu tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Basi karibu sana kwa ajili ya ibada hii ya siku ya leo. Natamani tukaweze kupata muda wa kunena neno la Mungu. Na ninajua ya kwamba Bwana wa majeshi ataenda kutubariki katika ibada hii, na zaidi ya yote ataenda kuwa pamoja nasi, atakuwa anatunenea kwa njia kubwa na kwa njia pana, kwa sababu yeye ni mwaminifu siku zote. Ningependa kwaweze kunifahamisha unanitazama ukiwa sehemu gani, na ungependa tuombe nawe siku ya leo kwa ajili ya jambo lipi, na tukaweze kupata muda huo na tukaweze kuomba, na ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni atakubariki na atakutenda mema. Najaribu kushughulikia wale ambao mnatumia mtandao ya Facebook, najaribu make sure kwamba nanyi pia mtapata neno, na ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni atawasaidia. Kwa hivyo nitumie ujumbe wako, niambie kwamba unanitazama ukiwa sehemu gani, unikaribishe katika nyumba yako, unikaribishe hapo kazini, unikaribishe popote kule uliko, ili tupate muda mzuri wa kubarikiwa pamoja. Nijulishe tu uko wapi na nitazama ukiwa wapi. Wale wa Facebook, we are almost done, so that nanyi mkaweze kubarikiwa. Wale wa TikTok, God bless you. Wale wa runinga, God bless you. Wale wa YouTube, God bless you. Wherever you are watching us, God bless you so much. Na Mungu wa mbinguni akuinue na kutenda mambo makubwa. Basi sijui uko wapi, na kama unanipata kwa njia iliyo sawa, tupate kubarikiwa na wewe pamoja, na Mungu wa mbinguni akutenda mambo makubwa. Tutaweza kubarikiwa kwa sababu ya upendo huo ambao mtakao kuwa mnashikilia neno hili la Bwana siku ya leo. Basi kama ni mara yako ya kwanza kunitazama ama kunisikiliza, jina langu ni Apostle Daniel GM.
na ninashukuru Mungu kwa neema hiyo ambayo ametuwezesha, nikiwa ninahudumu na kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry. Kwa neema ya Mungu ametusaidia. Ninapojaribu kuongea hivi naongojea unitumie ujumbe wako, unitazame, uniambie unanitazama ukiwa sehemu gani, na your prayer request as we start our service. Najua ya kwamba Bwana atakubariki na Bwana atakutenda mema. Wala ambao wa Facebook kuwa na subira, we are working out, na ninaamini ya kwamba Mungu atawabariki. Where are you watching us from? Where are you watching us from, people of God? Maana ninaamini ya kwamba katika kila jambo Bwana ulifanya jambo hilo kwa wakati huo, na linapendeza kwa wakati huo. Kuna watu ambao mko katika hali ya maisha ambao si yenu, na katika maisha hayo mnayokaa, mumeishi maisha hayo mpaka mkazoea, mkaona kana kwamba hayo maisha ni ya kawaida. Kuna mahali ambapo Mungu anafika mahali anaambia Ruben, baba yake akamtumia, Mungu akatumia baba yake Ruben, akawa anamwambia kwamba sasa siku ile ambayo utasema kwamba umechoka, basi bila shaka hapo ndipo utakapokuwa unatoka kwenye mateka. So kuna watu ambao Mungu anaongojeanga mpaka mtoke katika ile mateka, na ndiposa muweze kutoka katika hiyo mateka. Mungu anaongojeanga uamuzi wenu. Unajua mtu akiamua kuchoka mahali ndipo anatoka. So kuna mahali ambapo Mungu anahitaji uweze kuamua kuchoka, na kwa sababu ya kwamba kuna watu ambao mnaishi maisha ambao ni ya kuteseka. So ninapozungumza hivi nataka kuongea kuhusu dealing with witchcraft, kupigana na uchawi. Maana kuna watu ambao wanasema kwamba hakuna uchawi, lakini ningependa nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba wachawi wako, na wachawi wanaroga mpaka kanisa. Wacha wewe, wachawi wako na wanaroga mpaka kanisa, na kanisa inarogwa mpaka washirika wanaama kanisa. Kuna watu wanarogwa mpaka wanaacha ndoa zao. Kuna watu wanarogwa mpaka wanaacha shule. Kuna mtumishi mmoja ambaye ni bishop, alikuwa na kanisa, na ni kanisa 4. Kufikisha kanisa 4 si mchezo. Branches 4 si mchezo. Lakini all of a sudden yule bishop alianza kukunywa pombe. Unataka kuniambia alitaka pombe ndiye aokoke au kuwa anachua pombe iko? Lakini because of the witchcraft walimgeuza akawa mlevi. Sijui kama unaona kuna mambo ambayo yanaendelea katika mtandao. Mtu alikuwa church, all of a sudden akaingia katika depression. From there akakuwa ndio sasa apatikani, akawa anaishi kwa street. Sasa vile tunaongea ni marehemu. Nataka kuniambia ni pesa alikosa ikafanya awe wazimu? Ni pesa alikosa akaenda kuishi kwa street? So you have to understand that in this world where we are living today, not everybody loves you. Not everybody loves you. Unaweza kuwa unacheka na yeye, unaweza kuwa unasaidiana na yeye, lakini katika hiyo kusaidiana kwako, katika upendo wenu, ni mchawi wako. Yesu akawaambia adui wa mtu ni yule wa nyumbani kwake. Nikaona kuna kijana mmoja alifungwa akiwa 19 years. Na alifungwa life sentence. Unajua wale mtaingia gerezani hamtaelewa hii. Lakini mimi nimeingia gerezani naelewa hiyo. Vile mtu anakaanga gerezani, maisha ya gereza vile inakaa. Na anafungwa life sentence basipokuwa na makosa. Ametafutiwa makosa, akawekelewa na evidence ikaonekana, na mtu akafungwa.
wakati evidence inakuja kutokea kwamba hakufanya, imekuwa too late. So maisha wengi katika dunia hii wanaoishi si yao. You can imagine if there is no witchcraft. Yule mume wako aliyekuwa anakupenda, ni nini ilichofanyika akupendi sasa? Anakutusi, amekuacha. Yule mke wako aliyekupenda, ni nini ilichofanyika akakuacha? Kama hakuna uchawi. Mchungaji, kama hakuna uchawi, kanisa lako lilikuwa liko na washirika, walienda wapi? Wewe ulikuwa na pesa, na zile pesa ulikuwa nazo, mbona hizo pesa zikaisha na ulikuwa unafanya kazi? Kama hakuna uchawi. Wale watu wa mtandao ya Facebook mtatusamea kwa leo because imekuwa na itirafu sana, so tuta work out. So unaweza ukajiuliza ya kwamba ile afya ulikuwa nayo ilienda wapi? So you need to deal with what we call witchcraft. Kuna wakati mmoja nilienda nyumbani kwetu bara na nikaenda kuna mama mmoja ambaye ni msosho, nikamhurumia, bwana niambia mchukue nini hiyo, kanichekesha hapo, akaniambia si mnulie sukari. Sasa mimi ujinga yangu sikuwa naelewa tarisa witchcraft. Nikachukua shilingi 500 na nikampatia. Nilipompatia zile 500, kila ambacho sikujua hakuwa anataka sukari, alikuwa anataka kuniroga. Lakini sasa mimi kwangu sikukuwa na hiyo ufahamu. Na katika hiyo niliporudi Nairobi mjini, nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni, nilifutwa kazi. Kisirani tu iliingia tu from nowhere. Hata wafanyikazi wenzangu wenyewe wakaniinukia. Mimi nikasimamishwa kazi. Nilikaa Nairobi miezi 3 bila kazi. 3 months sina kazi. Mungu akasaidia, my landlord alikuwa ni askari. Mungu ambariki sana. Haiwezi ningekuwa na namba yake leo, ningemtafuta. Si watu wote wanafikiria vile tunasemanga askari ni wabaya. Si askari wote ni wabaya. Alikuwa askari na akanielewa sina kazi. Lakini nimefutwa kazi, nilikuwa na kazi. So nataka kuniambia kwamba hapo si uchawi? Hebu tusome katika kitabu cha Kings, 2 Kings chapter number 17 verse 17. Biblia inasema waliwatabikia watoto wao wa kiume na wa kike kwa miungu ya uongo. Wakataka Sauli kwa watabeli na wachawi. Walinuia kabisa kutenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu, wakamkazirisha sana. Hawa ni watu ambao dunia ilipokuwa imeumbwa, maana dunia itaanza leo, dunia itaumbwa leo. Hawa watu walikuwa na Mungu. Lakini unaona kwamba wakatoa watoto wao kama sadaka. Wakatoa watoto wa kike na wa kiume kama sadaka. Na wakatoa sadaka hiyo kwa miungu. Sasa wakaenda kuuliza usauli kwa waganga na kwa watabeli, kwa manabii wa uongo. Leo hii kuna mtu ambaye akiona uko na mume mzuri, ataenda kwa mchawi, ataenda kwa mganga, atamake sure kwamba huyo mwanaume amekuacha. You believe me or not, but that is true. Nimeishi Mombasa miaka mingi. Na mahali kwanza nilikuwa ninaishi hakukuwa mbali na mizimu. Wale watu wa Mombasa mnajua mizimu ni kusema nini? Na nilikuwa ninaona wasichana walembo sana wanaenda kule kwa mizimu hiyo. Na wanaenda wakiwa na mbuzi mkononi. Wanaenda wakiwa na kuku. Unataka kuniambia ni nini wanataka kufanya? Siku mmoja amekuja kanisani, kaniambia mimi nimeenda kwa mganga mara mingi sana na ninataka mwanaume fulani anioe, lakini kwa mganga sijasaidika, nimekuja uniombee ili nipate kuolewa na mwanaume fulani. Wakati mwingine unaweza ukafikiria kwamba
huyo mke wako ama huyo mume wako hakuna mtu anamtaka. Watu wanamtaka wengi sana. Na wakishindwa wanatafutanga uchawi. Hawa ni watu walienda kuuliza usauli kwa waganga. Walienda kuuliza usauli kwa manabii wa uongo. Kuna katika Biblia kuna mfalme katika Numbers chapter number 22. Anaenda kwa Balaam. Mfalme alikuwa anaitwa Barak. Naenda kwa Balaam, anaenda kumuuliza usauli. Anamwambia, bwana, hawa watu wa Israeli wanaongezeka kwa njia kubwa sana. Ninaona kama watatupita na watatunyang'anya nchi yetu. Sasa kuja unirania watu. Huyu ni nabii wa uongo Balaam. Lakini baada ya kimfalme anaenda hapo. Kuna watu mliozaliwa watu wakubwa. Watu mlizaliwa na nyota kubwa. Mlizaliwa mkiwa matajiri. Mlizaliwa mkiwa wafalme. Mlizaliwa mkiwa wahubiri wakubwa. Mlizaliwa mkiwa na watu ambao wa ndoa mzuri. Mlizaliwa mkiwa na watu ambao watamana. Lakini maisha mnayoishi leo ni maisha ya kuombaomba. Ni maisha ambayo ni ya kufinyika. Ni maisha ambayo ni ya kudharaulika because of the witchcraft. Unakuta unataka kupeleka mtoto, hakuna mtu ambaye angetaka kupeleka mtoto shule ya kawaida tu kijijini hapo. Kila mtu anataka mtoto wake asome shule inayofaa. Lakini unaweza ukajiuliza kwa nini unashindwa kupeleka mtoto shule inayofaa? Unataka kuniambia ni kupenda kwako? Unataka kuniambia wewe ndio unatakanga tu kule mboga tu ya matawi kila wakati? Yaani mpaka hata ukienda hospitali, hata ukipimwa utaonekana damu yako yenyewe inakaa green kama ingekuwa inatani inakaa green. Bwana asifiwe sana. Because that's not your life. Unakuta kwamba wewe tu ndio unateseka, watu wengine wako sawa. Unataka kuniambia hapo hakuna mtu ambayo amehusika kufanya maisha yako ikuwe hivyo? Ulipotoka kijijini, ulipotoka bara, ukienda mjini, haukuwa wa kupanga kwenda kuteseka. Ulikuwa umeenda ukijua kwamba utaenda ufanikiwe. But unaweza ukajiuliza, what happened? Maisha yangu imekwama. My brother and my sister, elewa ya kwamba ukitaka kujua ya kwamba angalia ile siku ulienda kwenu. Uliporudi maisha imebadilika aje. Angalia ile siku ambayo ulinunua kagari na ukaenda kwenu. Ulipofika kwenu ukakaa hapo kidogo ukarudi. Walienda wakakota ile mchanga wakasema wacha aende na hiyo kagari, hakata wairudi hapa. Na hivyo ndivyo ilikuwa mwisho wako wa gari. Nimeipata mtu amepata accident, ameumia everywhere. Ameumia kila mahali. Amevunjika kila mahali. Why? Ya kwamba alinunua gari na akaonyesha kwamba amenunua gari. Huyo mtu hakuishi na gari. Gari iliisha, akavunjika kila mahali. Sijui kama alikuja akapona. Bwana asifiwe sana. Nimeiombea mtu mmoja. Na ambapo alikuwa vizuri sana kwa ndoa yake. All of a sudden kukageuka tu kitu akijulikani. Mume wake akaanza kuwa mlevi na alikuwa si mlevi. Kidogo kidogo ndio akafutwa kazi. Maisha ikakuwa ngumu. Mwisho wake waliachana. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba kuna uchawi ambao uliohusika. Na aliyefanya hayo yote ni mtu ambaye ni ndugu ya mume wake. Ameenda all the way to Uganda. Ameenda amechukua uchawi huko. Na amechukua picha na amechukua nguo. Na alipofika pale Uganda akawafunga. Ile picha wakakata katikati wakasema hivi ndivyo tumewaseparate. You people of God. You have to understand, even if you assume that there is no witchcraft, but I want to show you today there is witchcraft. Na ukitaka kujua kwamba iko, angalia tangu ulipomaliza shule, ile kazi uliyokuwa unasomea, je, hiyo ndio kazi unayoifanya? Bwana asifiwe sana. Wengine unakuta kwamba umesomesha mtoto vizuri, mtoto amemaliza shule, lakini mtoto amefika mahali unakuta mtoto amegeuka kuwa adui. Amegeuka hata anataka kukuua. Anakuambia lazima uniuzie shamba na kama hutauza nitakuua. Nataka kuniambia huyo mtoto si ule uliye saa. Lakini kuna uchawi imeingia. Mtoto wake amegeuzwa. Ndio maana Biblia inasema kwamba hao watu walitoa watoto wao wa kike na wa kiume kwa miungu na wakaanza kutafuta uzauli kwa waganga. Wakaanza kutafuta uzauli kwa watu ambao ni manabii wa uongo. Kuna watu ambao wanatembea. Unapowaona kwa macho ya kawaida unaona kwamba hao watu wako sawa. Lakini hao watu wako katika mateka, wako katika vifungo,
na vifungo ni vifungo za wachawi. Wachawi wamefunga anga yao, wanajaribu kuomba, maombi haifiki. Kumbuka mtu alikuwa anaitwa Danieli. Danieli anaomba akifunga maombi yake, anaamini ya kwamba hii maombi lazima itafika, lakini maombi ilichipiwa day one. Lakini kulikuwa na mganga mkuu wa Wajemi aliyekuwa anatawala anga. In the book of Daniel chapter number 10 verse number 21, Biblia inasema kwamba mkuu wa Wajemi akakamata anga. Danieli anaomba usiku na mchana, maombi yake yasachipiwa, lakini hayo maombi hayafiki, majibu yake hayaoni, kwa sababu ya kwamba kulikuwa na mchawi, kulikuwa na mkuu wa anga ambaye aliyekuwa mganga katika anga hiyo amekamata maombi ya Danieli. Sasa mtu wa Mungu lazima uelewe ya kwamba katika dunia tunayoishi leo, usifananishe dunia ile ya zamani. Wakati wa kina Shosho, kina Babu, hakukuwa na Facebook, hakukuwa na mambo ya mtandao anywhere. Waza hata simu zenyewe hazikuwa. So huwezi niambia maisha yale ya zamani unaweza kuyalinganisha ya leo. Ya leo mpaka uchawi uko kwa mtandao. Kuna siku moja mtu mmoja ambao ni Devosh aliniangalia nikihubiri kwa Facebook. Akataka kuniattack nikiwa ninahubiri hapo kwa Facebook. Akajaribu kuniattack. Mpaka nakumbuka aliposhindwa, because nashukuru Mungu kwa sababu ya kunisaidia. Mungu ananiambiaga kenye kinaendelea. Akaamua akanitumia pesa kwa simu, ili zile pesa nikamate nazo. Sasa yeye alikuwa anafikiria anatumia mganga tu kama yeye. Na akatuma pesa vizuri sana, 5,000 kwa simu yangu. Mimi nikafikiria ni sadaka. Nilipokuwa nikiombea hiyo sadaka, nikaambiwa hiyo ni mtego umetumwa kwako, ili akumalize. So ni lazima uelewe mtu wa Mungu ya kwamba hii dunia tunayoishi sio ile dunia ya zamani. Hii ni dunia ambayo imejaa na uchawi. Ni dunia ambayo imejaa na uovu. Walisema kwamba hawa watu wakamkazirisha Mungu kwa sababu walitaka sana kutenda maovu. So mtu wa Mungu lazima uelewe ya kwamba katika maisha haya unayoishi, na ndio unakuta kwamba kuna watu ambao wameendelea, lakini all of a sudden unakuta kwamba hawa watu hawana kitu, kwa sababu kuna mtu ambaye amekazirika na wao. Kuna mtu ambaye amewaonea wivu. Mimi nimetoka sehemu za Kisii, hapo ndipo nimezaliwa. Unajua kila mtu anachifunianga na kwao. Nasikianga Gachagua anasema kwao ni mlimani. Sasa na mimi kwetu ni huko. Sasa katika mahali mimi nimezaliwa, wakati wataona mtoto wako ameenda shule mzuri, watatafuta vile wataua huyo mtoto ama wakufute kazi. Na wakishindwa watakuua wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya kwamba wivu umejaa, na wivu ndio unaleta uchawi. Nimeiombea msichana mmoja ambaye aliota usiku akipakwa mafuta. Alipoamka asubuhi alikuta akona pimples uso wote. Pimples, na si pimples ndogo kubwa. Na ukumbuke ni mtu mweupe. Sasa anaenda kutafuta dawa, anaenda hospitali, anapewa dawa, anajipaka, badala ipungue inaongezeka. Mtu wa Mungu, mpaka siku alipokutambua deliverance, ndipo uso wake ukarudi. Kuna watu wamerogwa, wengine wamerogwa wasipata watoto, na si kwamba hakuna mtu aliyeumbwa akiwa taza hata mmoja. Maana Mungu anasema tuongezeke, na hatuwezi ongezeka tukiwa taza. Lakini unaweza kuta kuna watu ambao hawapati watoto. Unataka kuniambia wataki kupata watoto? Na kama wataki kupata, kwa nini ndoa inakuwa na shida? Kwa nini wanapigwa kila siku? Wengine wanaambiwa ni kuchaza choo. Wewe hujaipata mwanamke ambaye amekosa mtoto ujue vile anatuziwa. Au hujawahi kutana na wao uone vile wanatuziwa na familia ya kijana. Sasa huwezi niambia huyo mwanamke anaweza kuwa anataka kukaa bila mtoto, lakini amerogwa asipate mimba. Wengine wanarogwa mimba sikifika siku ya kuzaliwa, anaacha mtoto hospitali arudi na mtoto. Nimeiombea mtu ambaye ameacha watoto 7 hospitali, anaenda kujifungua na anafanyiwa CS. Na baada ya kufanyiwa CS arudi na mtoto.
Siku ya mwisho alipokuja kanisani ndio tuombe na yeye, mtoto wa mwisho alifika nasari akaachiwa hapo. Alifanywa CS na akaenda na mtoto akapelekwa nasari. Baada ya hapo mtoto akafa the following day. Unataka kuniambia huyu kwamba yeye ndiye ako na mbegu tu ya kukufa? Baada ya kuomba na yeye, hapo ndipo sasa huyo mama alipata mtoto. Leo tunaongea na wewe ako na watoto wawili. Nini kilichofanyika? Ni kwa sababu ya kwamba amepata kukombolewa. Na tulipokuwa tunafanya deliverance, tunakuta kwamba alirogwa na mtu ambaye aliyekuwa ameacha, aliyekuwa amuoe, wakaachana na yeye. Na baada ya kuachana na yeye akamroga. Kuna watu wengine mumeroa na maboyfriend wenu. Kuna wengine mumeroa na girlfriend mliokuwa na wao. Wengine mliroa na wazazi wenu. Nimeiombea mwanaume ambaye ameroa, ana nguvu za kiume, na aliyemroga ni mama yake. Mama aliyemzaa, sisemi aunti. Najua wewe unapenda kuingilia maanti. Naongea mama. Ameroga kijana, hana nguvu za kiume, anakaa kwa mke wake kama dada yake. Baka mwanamke akifika anakuja. Akisikia ndio huyo anafunga mlango, anamwambia zile pesa umefanyia pitishia kwanza kwa dirisha. Anaingisha pesa kwa dirisha ndiye ingie kwa nyumba. Maana hata tayari ni mwanamke kama yeye. Hakuna mahali atampeleka. Mwanaume kumbe ni kurogwa, amerogwa. Sasa unaposema kwamba hakuna uchawi, basi ni kwa sababu wewe ucharogwa. Na unaposikia hata mhubiri akisema kwamba hakuna uchawi, huyo mhubiri acharogwa. Na kama acharogwa, yeye mwenyewe ni mchawi. Na ndio maana anakuambia kwamba hakuna uchawi ili usiamini aendelee kukuroga. Kuna hata wachungaji wameroa washirika wao. Unapata pesa unampelekea kama mtu mchinga. Wewe ukipata tu hivi, kitu unafikiria tu ni kupelekea pasta. Akili yako yenyewe ifanyi kazi, ni kuroa umeroa. Sababu hata wewe mwenyewe unahitaji ukule, unahitaji ufae, unahitaji kufanya maendeleo. Kwa nini pesa zote ukipata unapeleka kanisani? Unataka kuniambia wewe tu ndio unajua kutoa? Umerogwa. Nimeiombea mtu mmoja. Baba yake alikuwa ni mchungaji. Na huyo mchungaji kumbe alikuwa mchungaji muongo. Alienda akachukua majini. Ndiye alikuwa anatumika kufanya nayo ibada. Sasa bahati mbaya akaenda akageuka ile kiapo. Akauliwa. Sasa mtoto wake ndiye alikuwa anaandama. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Ya uchawi. So uchawi iko all over. Inaweza kuwa mpaka hata mke wako anaweza kuwa mchawi. Mume wako anaweza kuwa mchawi na unakaa naye na ujui. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na marafiki wawili. Mmoja alikuwa mwizi, mwingine alikuwa mchawi. Na wao kwa wanajuana. Sasa kukawa siku moja ukafika, yule mtu mmoja akasema, wacha leo niende kwa rafiki yangu, niende ile radio yake niipe. Maana kulikuwa na radio. Na akasema hii radio ndio ninaenda niipe leo. Zile radio zilikuwa zimekuja, zilikuwa na speaker mbili side. Side moja na side nyingine. Sasa ndiye alikuwa anataka kuipa. Alipofika huko akakuta wako kwa kitchen. Bale kitchen akasema mimi sitakaa hapa, wacha nijifiche maana kitambo walale nitakuwa nimeondoka na hika radio. Akaenda akaingia. Alipoingia akasema wacha niingie kule kwa nyumba, akaingia kule juu. Alipopanda huko kule juu kwa ceiling. Kumbe hapo ni jeneza imewekwa hapo na jeneza iko na watu ndani. Miili ya watu. Sasa akashindwa hapa nitashukaje? Na tayari wasarudi wameingia kwa hii nyumba. Akakaa hapo. Akakaa. Akaongojea walale atoke. Badala walale waliita wajamaa. Wakasema pandeni hapo mlete nyama tukule. Niambia ungefanya nini kama ni wewe? Unajua unasemanga kuna uchawi kwa sababu ucharogwa. Na kama umerogwa sana wako kaona hakuna. Jamaa akakaa. Alipoona sasa wanashuka akawasongesha ile jeneza. Akawasongezea, wakashindwa hii jeneza inashukaje? Na iko na mwili ndani. Na tena akasongeza. Sasa akaona hapa hawa jamaa watanifikia, akaiachilia ikaanguka chini. Wakatoka mbio wale wachawi wakisema hapa kumbe ako hai, na mtu alikufa lakini ni vile kuna mwenye ako hai ako juu ni mwizi. Na hakujua kama ni mwizi huyo rafiki yake.
Hakujua na yeye kama ni mchawi rafiki yake. Sasa unaweza ukakuwa hata unatembea na mtu na kumbe huyu mtu ndio mchawi wako. Kuna mtu mmoja ambao niliombea, amepeana kijana. Na huyo mtu ameenda akachana naye nywele. Alipochana naye nywele, yeye akarudisha kijana. Ile uchinga kutojua kwamba huyu mtu alikuwa na nia gani. Yeye akarudi. Alipompatia ile kijana, kumbe ile kijana ndiye alikuwa ikale kanywele tu. Kamoja alipeleka kwa uchawi. Na hapo ndipo maisha yake ikalipika kabisa. Kazi ikaisha. Alikuwa na hoteli kubwa sana Nairobi. Kule City Cabanas. Alikuwa na hoteli kubwa. Iliisha kupitia nywele. Si kama kuna mtu ambaye ananielewa. Sasa kuna mtu ambao unanitazama siku ya leo unakuta kwamba maisha unaokaa ni maisha ya kurogwa. Umefinyiliwa. Umewekewa maroho ambayo ni magonjwa. Pesa zako zote unazozipata unakuta kwamba zinaingia kwa magonjwa. Hebu tusome hapo katika kitabu cha Matendo ya Mtume 20:22. Mtu wa Mungu, dunia tuko nayo leo, usije ukafikiria kwamba ni dunia ile uliyoijua. Hii dunia ya leo ni kiroho. Ukiishi mwilini hautatoboa maisha. Life is spiritual. Watu wamefungwa rohoni. Matendo ya Mtume 20:22. Biblia inasema hivi. Sasa sikilizeni mimi. Nikiwa ninamtii Roho, nimekwenda Yerusalemu bila kufahamu yatakao nipata huko. Huyu mtu amefungwa rohoni bila kujua kura anakokwenda. Amefungwa na ajui kura anakokwenda. Ili amefungwa kwa sababu ya kwamba anapoenda asifahamu kura anakokwenda. Kuna watu ambao wamefungwa kwa njia hiyo kwamba hawafahamu kura wanapoenda. Hebu wacha nikusomee na hii faso nyingine uelewe. Matendo ya Mitume 20:22. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisijue mambo yatakao nipata huko. Amefungwa wapi rohoni? Anakwenda sawa Yerusalemu. Ameshika njia anaenda Yerusalemu. Lakini kumbe hapa amefungwa, hajui kule ambapo anapokwenda ni nini kitakachompata. Kuna watu ambao wanaenda kuolewa, lakini hawajui kwamba kule wanapoenda ni nini kitakachokuwa kinawapata, kwa sababu ya kwamba tayari wamefungwa. Kuna mtu mmoja alifanya harusi kubwa. Harusi kubwa. Unasikianga harusi? Maana nilikuwa mmoja wa kwenda kupika huko. Mimi ni chef na niona hapa. Sasa nilipoenda nikawa tulipika chakula. Hiyo kwanza usiku nakumbuka tulipika usiku mzima. Maana watu walikuwa wanakuja, ni watu wakubwa huko. MP nini hao watu walikuwa wanakuja. Ni harusi ilikuwa kubwa. Haikulast 1 year. Haikulast 1 year. Kwa nini? Uchawi. I remember the time I was doing my wedding. Kuna mtu mmoja aliniletea kitambaa. Sina mtoto, lakini ameniletea kitambaa. Inaitwa Pepsoma, inaitwa aje? Mama ndio mnajua. Ile kitambaa ya kupepa mtoto, ile ya kumpatia choto inaitwa wangu aje? Wewe utajichazia mwenyewe. Ameniletea. Sasa alipoleta ile kitambaa, nilipoishika analeta kama zawadi. Nikasikia sauti ya Mungu inaniambia, hii si zawadi, ni kifungo. Na ukichukua hii kitambaa hamtapata mtoto. Hiyo kitambaa ni ya hiyo kanisa. Witchcraft. Kuna watu wanaweza kukuletea hata zawadi, ukafikiria ni zawadi, kumbe ni uchawi. Kumbe ni uchawi. Kuna mwingine akaenda mtoto wake akaenda kuleta ile wanasema kwenda kuchukuliwa nyumbani apeleke kanisani kuweka wakfu. Sasa mama yake akaita wamama wenzake hapo kanisa, sitaacha hiyo kanisa. Wakaenda kuchukua nini? Mtoto. Wakaenda na kapesheni na kitambaa
na sijui ni nini hapo, sabuni na nini, wanaenda wanachukua ati ni zawadi za mtoto, walifunguia mtoto huyo hapo. Kumbe yule bishop wa hiyo kanisa alikuwa ni mganga, na wale wamama walipofika pale Chiaredi alikuwa ni mchawi pia kama huyu pastor huyo bishop. Sasa wakaingia, bishop akakuja rohoni, akakuja katika mahali mtoto alikuwa, na hapo ndipo walichukua nyota ya mtoto. Ndio naambianga watu siku zote, kabla uchapelekea wamama wenzako mtoto, washike mtoto, pelekea pastor ashike mtoto. Na ukiona ninaongea uchinga, mtoto ni wako, wewe kaa naye, peana vile unataka. Mtoto wangu alipozaliwa hakuna mtu aliyemshika hata mmoja, ijapokuwa daktari. Ijapokuwa daktari ndiye aliyemshika. The second person kushika mtoto wangu alikuwa ni mama yake. Na sikumpeleka kwa kila mtu amweke wakfu. Ilibidi nimpelekee bishop wangu amweke wakfu. Kabla sichapeana watu wengine, sijui wamlete zawadi sijui nini. Maana kuna watoto wamerogwa katika hizo mazawadi mnafikirianga. Hizo mazawadi hizo mnacheza nazo hizo. Hizo mnacheza hizo. Mtu anakuja anakwambia, katoto hii ni kazuri." Katika hiyo kusema ni kazuri, nyota ilienda iko kwa mtoto wake. Wengine unakuta mtoto wake anaenda shule umuombei. Uchawi mpendwa iko. Biblia inasema kwamba kila siku jua ni kwamba kule ninapoenda rohoni nilikuwa nimefungwa. Na ni Paulo anaongea, anaenda Yerusalemu lakini amefungwa. Kuna watu wanaenda kazini lakini wamefungwa. Kuna watu wanaenda kanisani lakini wamefungwa. Huyu ni Paulo mtume na anaenda Yerusalemu akiwa kifungoni. So kama Paulo anafungwa akiwa mhubiri, na wewe unataka kuniambia kwamba utafungwa kwa sababu wewe unaenda kanisa kubwa ama hiyo ndogo? Ama kwa sababu unaenda chini ya bishop hautafungwa? Paulo amefungwa na anaenda Yerusalemu, lakini anasema kwamba kila siku kujua ni kwamba nimefungwa kule ninapoenda. Sasa mtu wa Mungu lazima uelewe ya kwamba katika dunia tuliyo nayo hii, unakuta kwamba maisha ni tofauti na yale tuliyoyajua. Na watu ambao unakuta kwamba wakati hapo ulipoanza kuinuka, hapo ndipo ulirogwa, ukajikuta kwamba huna chochote. Ulipoanza kuchenga tu uchawi ilikuingia hapo. Ulipoanza tu kutangaza kwamba mimi ninaolewa, hapo ndipo shida yako ilianzia. Wakati tu ulipotangaza msichana wako anafanya harusi, hapo ndipo shida yako iliingia. Wakati tu ulipotangaza kwamba ninaachiliwa kazi, hapo ndipo shida yako iliingia. Sasa ni ready. Bwana yake alikuwa ametafuta kazi muda mrefu sana. Unajua mimi naambianga wa mama, chungeni hii midomo yenu. Wacha kuongea chua unaongea na nani na unaongea nini. Sasa yule ni rafiki yake. Akaenda akaambia rafiki yake, "Hii bwana wangu amepata kazi. Hiyo kazi ni mzuri. Hii nakwambia tumepitia shida. Tutakuwa tunapata pesa at least itatusaidia." Yeye anafikiria anamuongelesha vizuri. Yule rafiki yake akasema kwa moyo wake, "Munalinga kwa sababu mmepata kazi." Yule jamaa akukanyanga ile kazi hata siku moja. Iliishia hapo. Aliyemfunga ni nani? Yule rafiki yake. Alifanya nini? Alienda kwa mganga. Maana alikuwa na access ya kupata chochote. Na alichukua ni nini? Sati ya ule mwanaume. Wewe unakuta uko na rafiki yako unamruhusu anaingia mpaka bedroom. Anafanya nini bedroom yako? Uko na rafiki yako unamruhusu mpaka anaingianga kitchen yako. Kufanya nini kitchen yako? Kama ni rafiki yako amalizianga sitting room hapo, atoka aende kwake. Wewe mruhusu mpaka kitchen yako. Mwingine nimeiombea ameenda kitchen ya mtu. Huyo mama alikuja nimuombee. Mtu rafiki yake amekuja kitchen yake. Katika moto akaweka dawa kwa moto jikoni yake. Kwa hiyo chika akatupa dawa hapo.
na dawa ni ya kumfukuza kwa ndoa. You people don't joke in this world. Na ni rafiki yake na anamfuta kutoka kwa ndoa yake, achukue mume wake. Lazima uelewe ni nani uko naye. Mimi sinanga rafiki na sinanga adui. Sasa mimi niko wapi? Hapo sio James Maina nganga anasemanga kwamba yeye yuko kwa UDA na yeye yuko kwa ODM. Ila wakati wa Azimio. Sasa ako wapi? Sasa mimi sijui niko wapi. Sina rafiki na sina adui. Amen. Bwana asifiwe sana. Lazima uelewe mtu wa Mungu ya kwamba maisha haya ujue ni nani unayekaa na yeye, ni nani rafiki yako. Ujue ni nani ambao unatembea na yeye. Ujue ni nani unashare story zako na yeye. Ujue ni nani unapea siri zako. Bwana asifiwe sana. Wengine ni wachawi kwako. Na mchawi mbaya ni yule anakuchekesha. Eli yule mwenye anakuchukia mpaka unajua kabisa anakuchukia. Huyo hata hakuna mahali atakupeleka. Maana hakuna siri zako anajua. Lakini yule ambaye ni wa ndani, unasema my best friend. One day you can cry. One day you can cry. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja nilikuwa nasema huyu ndio mwisho na mbele. Yaani hakuna mahali, huyu hakuna siku tutaachana. Huyo ndiye alinifanyia maofu. That's why mimi sina rafiki na sina adui. Nilikuwa na hoteli kubwa. Alichukua hiyo hoteli na alienda kwa mganga. Sasa ninapokuambia kuna uchawi, wewe uamini usiamini, mimi najua iko. Akanikoroga. Sikujua vile niliacha hiyo hoteli. Nilikuja kurealize baadaye nilipoombewa, nikafunguliwa hapo ndio nilijua kumbe ile hoteli si yangu tena. Hapo ndio nilijua hoteli kumbe sina. Lakini mwanzo sikuwa najua kama sina hoteli. Mimi nilikuwa naona niko kazi. Lakini ajabu ni kwamba imagine niko kazi na niko na hoteli yangu na sipati pesa. Na sioni kama sina pesa. Naona niko na pesa. So inaweza imagine hiyo kifungo ni gani? Sasa ni lazima elewe ya kwamba in your life you need to be very careful. You need to be very careful. Katika kitabu cha verse Corinthians chapter number 7 verse number 27. Soma hapo tunapomalizia kwa sababu muda wangu leo ni mchache. Verse Corinthians chapter number 7 and verse number 27. Ndio Mungu lazima uelewe hii mambo ya kwamba iko aje. Inasema, "Je, umeoa? Basi usitake kuachana na mkeo. Wewe au kuoa, basi usitake kuoa. Lakini ikiwa utaoa, utakuwa umetenda dhambi. Na msichana akiolewa, atakuwa ametenda dhambi. Nao watakaoona watapatwa na matatizo ya dunia hii. Lakini mimi ningependa hayo yasiwapate nyinyi." Kwamba wewe ulioa na wewe usio ambao hujaoa, kama umeoa usitoke kwa hapo. Kama umeolewa usitoke kwa hapo. Lakini unaweza ukajiuliza kwa nini aliolewa anaachwa? Kwa nini aliolewa wanaachana? Wanatakanga waachane. Na maandiko yanasema kwamba wewe uliolewa usiache. Na wewe uliolewa usiache. Ni nini kilichofanyika kama si uchawi? Unakuta kwamba unaletewa ndoto za kustua. Kama si uchawi ni nini hiyo? Kwa hiyo tu ndio unataka kuota ndoto mbaya. Uko na umaskini usioisha. Na ulikuwa na pesa zilienda wapi? That is a day nakumbuka mtu mmoja alitumwa kanisani akaleta
Pale kwa madhabahu wakote mchanga hapo. Kwa madhabahu yenyewe wakote mchanga ili wapeleke kwa mganga. Sasa waliposhindwa kuokota mchanga, unajua kanisa letu ni la kanisa la kiroho, si kanisa la ugali, huko hakuna hiyo. Sasa alipokuja akakuta kuingiriki. Akaenda akaita mkubwa wake huyo mganga. Akamwambia huko siwezi. Wewe kuja uende. Mkubwa mwenyewe akakuja akasema mimi nitajifanya naenda kuombea kwa huyo pastor. Na nitaingia hapo. Akakuja. Alipofika kwa mlango hapo ndiye aliangukia. Akabebwa akaletwa kanisa. Alitoa siri zote vile alikuwa amepanga. Nakwambia nini mtu wa Mungu? Ya kwamba unapoishi katika maisha haya, kwa mwangalifu nani uko naye. Ukitaka kuepuka uchawi, tembea ukiwa unajielewa. Tembea ukifahamu ni nini ambacho unachofaa kufanya. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao watoto wao wameharibiwa. Kuna watu ambao ndoa zao zimeharibiwa. Kuna watu ambao biashara zao zimeharibiwa. Mombasa kuna kitu ambacho wanaita chuma ulete. Chuma ulete ni kitu ambacho ni kairisi. Na hapo kairisi unakuta kwamba mtu anapewa anaweka kwa duka. Kuna mtu mmoja alikuja akona wallet na hiyo wallet na ndani yake amevaa vest. Hiyo vest haifuliwi. Hata kukuaje haifuliwi. Na ile wallet amepewa hiyo ako kanaitwa chuma ulete. Kairisi. Alikuwa anafanya kazi ya kuuza cabbage. Na katika ile hawezi akaosha ile vesti kwa sababu ni sheria ya machini. Sasa alipokuja kanisani alikuja nimwombee kwa sababu ya mke wake ametoroka. Ati alikuwa anakuja kanisani ati nimwombee kazi iendelee. Nilikuwa namwombea mke ametoroka. Mungu akaniambia kuna kitu ako nacho kwa mfuko kwanza akupatie. Nikamwambia nipe hiyo wallet yako. Kaniambia hii pastor siwezi kukupea. Nikamwambia toka uende. Unajua mimi ni mtume. Mimi sio pastor na kupembeleza nikuweke kwa mkono, nikupebe kwa mgongo nikupeleka wapi? Mbinguni si kwa mama yako ama kwa nyanya yako. Nikamwambia aulete ama utoke uende. Out ni wapi ni nje. Wakikuyu wanasema hivyo. Akafika kwa mlango akafikiria shida ni yake. Karudi akaniambia shika pastor. Nikamwambia leta hiyo irisi uko nayo hapo. Akatoa hiyo irisi. Nilipoanza delivery hapo ndio nilijua kona vest yenye itolewi. Kuna watu wanafanga nguo za ndani asifuliwi. Hata kuwa aje asifuliwi na halali pira. Wao nafikiria tu anatakanga hivyo. Ni utumwa wa uchawi. Ameviwa hivyo ndivyo atakamata wanaume. Hivyo ndivyo atakamata wanawake. Hivyo ndivyo atakamata maisha ya watu. Sasa nilipomwombea ile chuma ulete ilikosekana. Na hapo ndipo ndoa yake ilirudia. Mwingine naye akawa amepewa hiyo chuma ulete. Unajua Mombasa nimeishi huko sana na wale watu unahudumia huko ni watu wa ajabu sana. Sasa alipokuja mwingine naye alikuwa amekuja kwa sababu ni mgonjwa. Ni mama tu kwa umri, akakuja. I thank God. Alipofika kanisani Mungu akaniambia kuna vitu ameweka chini ya kitanda yake. Aenda achukue kwanza. Hajakuja nazo. Lakini ziko kwa kitanda. Nikamwambia nenda kuna vitu viwili ziko kwa kitanda yako. Na ndio nakuta kanisa la ya kiunabii watu wengi hawatakangi kwenda hapo. Kwa sababu ile vitu wanajua wanamficha ni vitu mingi sana. Sasa nikamwambia we enda kwanza kwako kabla hatujaomba uende uleta hizo ilizi. Na hizo ilizi ako nazo kwa ajili ya kuuza samaki. Sasa wewe unafikirianga samaki ni tamu. Hakuna samaki ati iko tamu hapo. Ni kurogwa umerogwa. Wewe unajikuta tu kila wakati ukipata pesa unaenda kununua samaki hapo. Ukipata pesa unaenda kwa hiyo duka. Ukipata pesa unaenda kwa hiyo. Akaniambia hizo ni mama alinipea na hizo siwezi leta. Nikamwambia nimeshukuru kwa sababu umenipunguzia mzigo. Na mimi kwangu ni Mungu alinipea na mimi siwezi kuombea. Tafuta pasta mwingine.
Nimekwambia anaitwa Apostle Daniel. Akaenda kwake. Unajua mimi nikisema nimesema. Sinanga alifasi. Kama Mungu ameniambia fanya hivi, ninafanya hivyo. Kama utaki uache. Kwa sababu wewe hauwezi nisaidia, lakini Mungu atanisaidia. Maana huduma yangu huwezi lipa. Hata ukitaka huwezi lipa huduma yangu mimi. Lakini Mungu anaweza lipa. Sasa nikamwambia waenda. Na akaenda kweli. Kaenda kakaa kwake. Tukaingia ibada ya saa 10. Maana ilikuwa Thursday, I remember very well. Tulipoendelea nikiwa katika mahubiri, huyo mama akaingia. Amezifunga kwa leso. Zilikuwa 2, amezifunga na leso hivi. Nikahubiri mimi nikamaliza akiwa na hizo lizi zake tu. Nilipomaliza kuhubiri nikamwambia nipe zile vitu zangu. Nilikutuma. Akafungua, akanipatia. Akaniambia mimi sikujua nikikuja hapa. Hata vile nimesipepa hizo vitu sikujua. Hapo sasa amefunguliwa. Ajui vile alipepa ilizi zake, ajui vile alirudi kanisani. Lakini alichikuta tu amerudi. Why? There is power. Sasa lazima uelewe ya kwamba kama mtu anaweza akafanya biashara na uchawi. Je, hatafanya uchawi kukuroga? Hatafanya uchawi kukumaliza maisha yako? Hatafanya uchawi. Unataka kuniambia wewe ndio unataka tu kuwe mgonjwa? Hiyo ugonjwa uko naye tu, haiponi. Wewe tu ndio unataka kuwa mgonjwa. Unapiganga simu unasema mimi nipe magonjwa. Kuna mwenye anakupimianga magonjwa. There is a day I was preaching in Kesha. Nikiwa nahubiri Kesha. Mungu akaniambia kuna mwanaume ako hapa na ni fulani. Na huyu mke wake amekataa kuja Kesha. Na kule ako kwa nyumba amepiwa tayari ni mgonjwa. Na nini na mchawi? Nikawaambia Mungu ananiambia kuna mpira umetengenezwa. Unajua kale ka mpira kale ka football kale tulikuwa tunachezanga nao tukiwa watoto. Kametengenezwa na maleso. Kalipotengenezwa kakatengenezwa alafu wakasunguza wakaachilia wakasema tunakugonga mgongo utaamka tena. Nikamwambia nasikia kwa roho wa Mungu anasema mke wako amegongwa mgongo na hata amka tena. Na hiyo kitu imetengenezwa hivi. Nikawatengeneza, my wife anakumbuka. Maana tulikuwa na yeye mkesha. Anakumbuka very well. Nikatengeneza hiyo kampira vile waganga walitengeneza. Nikamwambia kametengenezwa hivi kametengenezwa. Nikamwambia wamama kanisani nipe hizo leso zenu. Nikatengeneza hiyo kampira. Nikamwambia hivi ndivyo kametengenezwa na kametupwa hivi. Sasa sisi tukamaliza mkesha. Unajua yule jamaa aliona kama story ninamwambia, wengine wakaona kama nikuwafundisha na wafundisha. Na mwanaume ibada ikaisha, tulimaliza saa 11, akarudi akaenda kwake. Kapata mke ako sawa, si mgonjwa. Ilipofika saa 4 ya asubuhi, alishindwa kuinama. Anapiga nduru. Analia. Hapo sasa yule mwanaume ndiye alikumbuka, Apostle alikuwa amesema hivi. Si alisema hivi hii kitu usiku. Akanipigia simu akaniambia, "Dad, ile kitu ulikuwa umesema ndivyo imefanyika." Hapo sasa ndipo akampepa akamleta kanisani. Nakumbuka walikuja na sadaka ya 200. Unajua kwa Mungu tunapimianga Mungu sana. Aleta 200 sadaka, nikamwambia weka kwa madhabahu na hata hivyo ndivyo hiyo shida imeisha. Nikachukua anointing nika-anoint yule mama. Aliponea hapo. Akaniambia mimi usiku nilisikia kama ni kitu imeniangukia na sikujua ni kitu gani. So when I'm telling you this my brother and my sister, don't take it easy. Kwa sababu hii mambo iko katika dunia hii. Na watu wengi wamerogwa. Wengine wanarogwa wasiendelee kimaisha. Wengine wanarogwa wanafutwa kazi. Wengine wanarogwa wanaachwa na ndoa zao. Wengine wanarogwa watoto wao wasikii shule. Wengine wanarogwa watu wamekosa pesa. Wanashinda hapo wakiimba, Ruto ndiye amefanya maisha yamekuwa ngumu. Lakini kuna wachawi.
Maana katika hiyo Ruto maisha kwa ngumu. Kuna watu wananuanga gari kila usiku, kila mchana. Kuna watu wananunua gari, kuna watu wanajenga nyumba kila siku, hivi you are not aware. Na ni hiyo serikali hiyo yasumbua hiyo. Hiyo tu ya waganga hiyo. Lakini kuna watu ambao wanaendelea. Sasa wewe lazima uelewe ya kwamba maisha yako ujiite kama mkutano. Ujiulize kwa nini maisha yangu iko hivi? Ni nini kilichoendelea kwa maisha yangu? Mbona maisha yangu iko hivi mwanzo? Maisha yangu haikuwa hivi na mbona leo iko hivi? Lakini ukichukulia mtu wa Mungu maisha yako kama kawaida, utatoka duniani ukiwa maskini mpaka uchangiwe kuchengewa nyumba. Uchangiwe kuchengewa nyumba wakati umekufa. Why? Kwa sababu umetekwa nyara na wachawi. So ningependa nikwambie nini ninapomalizia ibada. Ya kwamba jiite kama mkutano. Unapojiita kama mkutano, uangalie ni nini kinachokukula. Nini kinachokusumbua? Nini kinachokutesa? Ujiulize ile maisha niko naye, ni maisha yangu? Unajua mimi sometimes najitanga kama mkutano. Najitanga kama mimi mtume. Nakaa chini. Najitanga mkutano nachiambianga, wewe kuja hapa. Wacha ujinga yako. Simama hapa. Naleta kio, naweka hapo kando, nasema wewe kio. Si mimi nakaanga hivi. Unajua kila mtu ile picha iko kwa kio nakaanga wewe. Sasa naweka hapo kio, nasema wewe wewe ndio huyu mimi. Hii ndio maisha yangu ama hii sio maisha yangu? Najitanga kama mkutano. Hapo unauliza hii maisha mlipeleka wapi? Wewe kama ujiita kama mkutano, wewe mwenyewe ni mgonjwa. Sababu jiulize, wengine wanaendelea, wewe waendelee. Watu wananunua magari kila siku, wewe ununui. Na walisaliwa kama wewe. Na kama tofauti iko ni ile alisaliwa hospitali, wewe ukasaliwa kule nyumbani. Ama wewe ukasaliwa nyumbani, yeye akasaliwa hospitali. Ama yeye akasaliwa, wewe ukasaliwa hospitali, yeye akasaliwa nyumbani. Lakini njia ni ile ile ya kujifungua. Unless wewe ulifanywa CS na yeye akufanywa CS, lakini ni kuzaliwa ni moja. But kwa sababu ya mateka ya uchawi, hauoni mbele. Paulo anasema kwamba ninaenda Yerusalemu sawa, lakini sijui kinachoenda kunitokea. Maana amefungwa. Kuna watu ambao wanaenda mahali na hawajui kinachowatokea. Watu wanaanza safari hawajui wanaenda wapi. Ajali inamaliza watu kwa njia. I remember kuna askari mmoja alikuwa amenunua gari. Sasa alikuwa anaitoa Mombasa akipeleka huko Ukambani. Akiwa amefika Mdido one day, aliishia hapo na gari yake. Aliishia hapo na gari yake. Nini kilichofanyika? Kuna watu ambao waliona wifu na wakasema hiyo gari haitafika. So mtu wa Mungu, jiite kama mkutano. Waangalie kama maisha yako inaenda sawa. Na kama iendi sawa, tafuta vile unaweza saidika. Tafuta kuhani wa Mungu anayeelewa kila ambacho kinakukura, akwambie shida yako na akutoe kwa hiyo shida. Na Mungu atakusaidia. Bwana asifiwe. So Bwana akubariki na akutende mambo makubwa. Unapozidi kufuatilia ibada zetu na neema ya Mungu itoshe. Tuombe. Baba wetu ishie milele. Ninakuabudu na kuinua Bwana. Nabariki huyu Bwana aliyepata neno lako. Na huyu Bwana baraka zako ziwe juu yake. Muinue na umtende mema. Na mtenga mbali na kila roho yote ya uchawi juu ya maisha yake. Waliofunga maisha yake Bwana, na kemea hiyo roho katika jina la Yesu. Nafungua anga yake, nafungua maisha yake, nafungua ndoa yake. Nafungua watoto wake, nafungua Bwana kazi yake. Nafungua biashara zake katika jina la Yesu. Nafungua mikono yake, nafungua miguu zake, nafungua akili zake katika jina la Yesu. Baba uinuliwe na hata utukuzwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amina. God bless you so much. Na tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu. So Bwana akubariki na kuinue sana. Kwa niaba ya wote waliofanikisha ibada hizi,
Basi kutoka kwangu mimi sina la ziada, na waga nikisema Shalom, God bless you. Na Mungu akinijalia, kuna TV ambayo nilikuwa nimeitwa next week, sita manage kuenda kwa sababu ya moja au lile lingine, lakini nitawafahamisha, maana nilikupata ujumbe jana usiku kwamba ninahitajika next week nipeane siku ya kwenda hiyo studio, lakini ninaona kana kwamba niko committed that day. So nitawafahamisha siku ambayo nitakuwa hewani, na wale ambao mnabarikiwa mtazidi kufuatilia, na hiyo station nitawapea report kamili wakati ambao program imekuwa sawa. Ndio nitakwambia ni station gani, nitakwambia time na mambo itakuwa sawa. Ndio nisimwage mtama. Nimewaambia kwamba ujue ni nani unaongelea. Sasa tunaweza kuta hapa kuna madevo worshipers wananiangalia, kuna mauminati wananiangalia, na wapigwe na damu ya Yesu kwa jina la Yesu. So Shalom, tukutane wakati mwingine kwa neema zake Bwana.